Pilipili manga ni kiungo maarufu kinachotumika sana majumbani kwa ladha yake ya kipekee na harufu ya kuvutia. Mbegu zake ndogo, nyeusi, zenye umbo la duara hutumika kwa kusagwa au kuwekwa nzima kwenye vyakula. Kwa mjamzito, swali kubwa huwa, je, pilipili manga ni salama? Faida za pilipili manga. 1. Kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Kiambato kinachoitwa piperine huchochea uzalishaji wa asidi tumboni na kusaidia chakula kuvunjwa vizuri, hivyo kupunguza gesi na kiungulia. 2. Kuongeza ladha ya chakula. Husaidia mjamzito anayepoteza hamu ya kula kutokana na mabadiliko ya homoni kupata hamu ya chakula. 3. Kuchochea kinga ya mwili. Piperine imehusishwa na uwezo wa kupambana na bakteria na kuimarisha kinga. 4. Kupunguza maumivu madogo. Watu wengine hutumia pilipili manga kwa mazoea ya kupunguza maumivu ya kifua au koo, ingawa si tiba rasmi. Madhara na tahadhari. Kiungulia na usumbufu wa tumbo. Kwa mjamzito, tumbo huwa nyeti zaidi. Pilipili manga inaweza kuongeza hisia za kuchomachoma na kiungulia. Kuchochea uterus. Ingawa ushahidi wa moja kwa moja ni mdogo, viungo vyenye ukali huweza kusababisha misuli ya tumbo kukaza, jambo linaloweza kuleta usumbufu kwa mjamzito. Athari kwa mtoto tumboni. Hakuna ushahidi thabiti kuwa pilipili manga ni hatari kwa mtoto, lakini matumizi kupita kiasi hayapendekezwi. Ushauri kwa mjamzito. Tumia pilipili manga kwa kiasi kidogo tu kama kiungo cha chakula. Epuka kutumia kama tiba ya magonjwa bila ushauri wa daktari. Ikiwa una historia ya kiungulia au matatizo ya tumbo, punguza au epuka pilipili manga. Kumbuka kuwa kila ujauzito ni tofauti. Mwili unaweza kuitikia kwa namna isiyo sawa na wa mtu mwingine. Pilipili manga ni kiungo chenye faida nyingi kiafya na ladha nzuri, lakini kwa mjamzito inahitaji tahadhari. Matumizi ya kiasi kidogo kwenye chakula mara kwa mara yanaweza kuwa salama, lakini matumizi kupita kiasi yanaweza kusababisha usumbufu wa tumbo na kiungulia. Ushauri wa kitaalamu kutoka kwa daktari ni muhimu kabla ya kuamua kutumia mara kwa mara. Haya ni machache kati ya yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Unaweza kuniachia swali au maoni yako sehemu ya comment, kulike na kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.